Moja kati ya watu waliosakwa sana na Israel katika wiki ya kwanza ya mashambulizi ya Israel ni pamoja na mwanajeshi mashuhuri wa Iran na mwanasiasa aliyetangazwa kufariki na Israel wiki iliyopita, ambaye amejitangaza yu hai katika ujumbe uliochapishwa na vyombo vya habari vya serikali vya Iran. Ni Ali Shamkhan, moja kati ya watu ambao ni watu wa karibu sana na ni washauri wa Ayatollah Al-Khamenei. Vyombo vya habari vya Israel vilitangaza kwamba Ali Shamkhan ameuawa, lakini siku ya leo ya Ijumaa Ali Shamkhan amerekodiwa akisema kwamba nipo hai, niko tayari kujitolea. Ali Shamkhan aliripotiwa kusema katika ujumbe uliotumwa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Ushindi umekaribia, jina la Iran litang'aa katika kilele cha historia kama kawaida, ulisema ujumbe wake uliochapishwa na idadi kubwa ya vyombo vya habari vinavyohusiana na serikali ya Iran. Hii ni kupitia shirika la habari la CNN ambalo limeeleza haya. Shamkhan, msaidizi mkuu wa Khamenei, ameripotiwa kufariki na vyombo vya habari vya Israel, ambapo ni kufuatia mashambulizi ya Israel ya Juni 13 dhidi ya Iran. Siku ya leo ya Ijumaa, vyombo vya habari vya Iran ikiwa ni pamoja na IRNA, Tasnim na Fars vilisema kwamba Shamkhan hakuwa amefariki, badala yake waliripoti kwamba alijeruhiwa vibaya na alilazwa hospitalini na sasa hali yake inaendelea vizuri. Hakuna picha mpya ya Shamkhan iliyochapishwa pamoja na ujumbe wake ulioripotiwa. Hata hivyo, vyombo vya habari vya Iran vinadai kwamba Shamkhan yupo hai na ataendelea na majukumu yake licha ya kwamba alifanyiwa mashambulizi, lakini hakuuawa kutokana na mashambulizi hayo. Shamkhan hapo awali aliwahi kuwa afisa mkuu wa usalama wa taifa wa Iran na aliwahi kushika nyadhifa za juu katika jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran katika wizara ya ulinzi. Anajulikana sana katika duru za sera za kigeni huko Washington pamoja na Ulaya, na hivi karibuni amekuwa kama mshauri mkuu wa Ayatollah Al-Khamenei katika mazungumzo ya hivi karibuni ya nyuklia na Marekani ambayo yalisimama kutokana na mashambulizi ya Israel. Lakini pia ameonekana moja kati ya watu mashuhuri nchini Iran, miongoni mwa wanajeshi wazoefu katika jeshi la Iran. Hata hivyo, mpango wa Israel ilikuwa ni kuhakikisha inawaua wote ambao ni miongoni mwa viongozi na makamanda hodari wa taifa hilo, ili kuhakikisha kwamba mipango yao na namna ya kufanya mashambulizi washindwe kabisa. Lakini hadi wakati huu, kwa mujibu wa taarifa kutoka katika viongozi wa Iran, ni kwamba Shamkhan yu hai na anaendelea vizuri kutokana na hali yake ambayo alikuwa nayo, kutokana na kwamba alifanywa shambulizi kweli, lakini anaendelea vizuri. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza ni nini ambacho kinaendelea wakati huu kupitia The World News, na tutakuwa tukikueleza ni nini ambacho kinafanyika wakati huu kutokana na mashambulizi yanayofanywa katika pande zote mbili, kwa maana upande wa Iran na upande wa Israel. Kupitia The World News tutakujuza hayo yote. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.